No, mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kevoo TV, na kukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Bwana, habari kubwa ambayo inatendi sana mtandaoni, tunajua kabisa Shomari Kapombe ni mchezaji wa Msimbazi ambaye anafanya vizuri sana pale Msimbazi, na tunajua kabisa Shomari Kapombe ni mchezaji wa kitambo sana hapo Msimbazi. Ukiongelea lika ambalo alicheza nalo mpira kwa sasa hivi alipo, wengine washastaafu na wengine hawapo katika timu ya Msimbazi ambayo alikuwa anacheza nao. Lakini issue kubwa sana, mashabiki wengi wa Msimbazi wanaongelea hichi kitu, kusema Shomari Kapombe ashakuwa mtu mzima, anatakiwa astaafu, achane na mambo ya mpira. Tunajua kabisa kuna mambo mengine hawezi kuyafanya Shomari Kapombe kwa sababu umri ushamtupa mkono, na tunaona kabisa hata kwenye michezo mingine anakuaga kuna mistake anazozifanya haziwezi kwa sababu umri wake ushakuwa mtu mzima. Kuna mambo hawezi kuyafanya tena, kwa hiyo watu wanamshauri astaafu. Lakini mwamba bado anang'ang'ania kusakata mpira, bado anaupenda mpira, lakini mpira ushaanza kumkataki namna fulani. Tukiongelea mechi ya hapa juzi walipocheza, goli lilitokea upande wake kwa sababu mpira ulipigwa, yeye alikuwa anakimbizana na muuni na mpira ulipita mbele yake, lakini spidi alikopoana kwa sababu alishachoka, mwili unakataa lakini akili inataka. Kwa hiyo akasababisha Simba kupigwa goli moja. Kwa hiyo inasemekana mashabiki wa Simba wamesema Kapombe astaafu, au kama sio astaafu atafute timu ambayo itampa pressure, timu ambayo anaweza kaitumikia bila pressure, bila kuongelewa, kwa sababu ukiongelea timu ya Msimbazi ni timu ambayo kubwa sana na mashabiki wengi sana, lazima maneno yawepo, kwa sababu ni timu kubwa ambayo mashabiki wa Simba wanataka timu kuiona inafanya mazuri tu. Sasa ukiona mchezaji unashuka kiwango au unapotezana, lazima utakuwa kuna maneno kibao. Sasa utakuwa unacheza kipressure sana kwa sababu unaongelewa na unaangaliwa sana. Kwa hiyo Shomari Kapombe kwa sasa hivi alifikia, anatakiwa atafute timu ambayo haina pressure au astaafu kabisa, kwa sababu ashakuwa mtu mzima. Lazima alinde CV yake na heshima yake kwa wana Simba. Lakini vile vile kuna issue iliyotokea ya Kapombe kuruhusu goli ili alofungwa juzi, la kuruhusu goli la kizembe sana. Sasa hii story imeenda viral sana na kocha wa Simba kuliongelea hii issue iliyotokea Kapombe kuruhusu goli kama lile. Kocha wa Simba amesema goli alofungwa Kapombe ni goli jepesi sana, beki yoyote mwenye uwezo mkubwa anaweza kulizuia lile goli au kutoa mpira nje tu pale, lakini Kapombe yeye alishindwa kwa sababu alitoka na mtu nje kabisa, akaingia hadi kwenye box na karuhusu goli la kizembe. Kwa hiyo inaonyesha kabisa Kapombe umri kidogo unamtupa mkono, ndio maana anaruhusu magoli marahisi sana. Upande wake alikuwa unatumiwa sana kwa mashambulizi. Kwa hiyo ndio ujue kabisa Kapombe umri ushamtupa mkono. Simba inatakiwa kusajili namba 2 nyingine ambayo ana uwezo mkubwa wa kutumikia timu ya Msimbazi. Kapombe msimu huu utakuwa mwisho kwake kutumikia timu ya Simba kwa sababu ushaona ashaanza kuvuja. Kwa hiyo ataikosti sana timu ya Simba kwa sababu umri ushatupa mkono. Kwa hiyo viongozi wa Simba waangalie wanafanyaje kuhusu Kapombe ili wabadilishe namba, watafute mtu mwingine ambaye anaweza akafiti katika namba 2 pale anachezea Shomari Kapombe. Kwa hiyo story nyingi sana zinamhusu Kapombe kuhusu kuzingua ile mechi iliyopita, amezingua sana. Kwa hiyo anatakiwa waangaliwe sana nani atakuja kumsaidia Kapombe kuitumikia namba 2 tena, kwa sababu Kapombe ndio hivyo, umri ushamtupa mkono, inatakiwa namba nyingine ambayo anaweza akaziba pengo la Kapombe. Tunajua kabisa Shomari Kapombe ni mchezaji mzuri sana ambaye si ametumikia timu ya Simba kwa muda mrefu sana, amefanya vitu vingi sana vizuri. Kwa hiyo uzuri wake asiuharibu akatengeneza ubaya kwa mashabiki wa Msimbazi, kwa sababu sasa hivi wana Simba wanapoteana afu na machungu mengi sana, wanajua kabisa timu yao inapitia mambo mengi sana. Kwa hiyo Shomari Kapombe aangalie afanyeje ili aepuke na kikombe hiki cha lawama, kwa sababu akikosti tena timu ya Simba maneno atakuwa ni mengi sana, alafu atakuwa anatukana sana mitandaoni, itakuwa inamharibia CV yake kwa sababu ni mchezaji ambaye ameipambania sana timu ya Msimbazi. Kwa hiyo yangu ni yao mtongo nguvu, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni mtongo nguvu, asante sana.